Ndugu yangu Abi, kwa sasa nakutana matatizo makubwa sana ndugu yangu, kiasi kwamba mtu unaweza kumuona barabarani anatembea ukahisi ni mzima, lakini kumbe anakutana matatizo makubwa sana ndani ya moyo wake. Unajua, kama ulikuwa ufahamu tu, huyu mwanamke ambaye niko naye ni mwanamke wa 7 na wanawake wote 6 ambao waishawahi kupita wote walipoteza maisha. Mpaka ilifikia hatua sasa kila nikimshirikisha mwanamke yeyote labda tuanzishe maisha inakuwa ni changamoto kwake. Kwa hiyo nakutana changamoto kubwa sana ambayo wewe pengine hauifahamu. Lakini kifupi ni kwamba familia yetu sisi imekulia kwenye masuala ya kishirikina sana, kiasi kwamba tunalazimika watoto kutoa kafara kila mmoja. Ndio maana hata wale wanawake 6 wote walifariki kwa sababu ya kafara. Sasa hiki kitu kinanitesa sana na kinaitesa sana akili yangu. Natamani kuacha, kujitenga kabisa mbali na hizi mila, ili nisiendelee kuteseka, ili na mimi niwe na familia yangu, walau nimwone mke wangu na watoto ikibidi. Lakini kwa kuendekeza hizi mila siwezi kufanikiwa ile lengo. Ndio maana niko hapa kwako ndugu yangu, walau unipe ushauri nini nikifanye ili nijitenge mbali na hiki kitu. Ndugu yangu, hilo tatizo ni zito sana, yaani ni sana. Na cha pili, inabidi urudishe mpira kwa kipa. Yaani namaanisha kuwa urudi kwa wazazi, uambie nini unataka, kwa sababu wao ndio wenye maamuzi pekee. Wachokizungumza ni sahihi kabisa, lakini mimi nishazungumza nao. Nimemshirikisha kaka mkubwa na bibi mkubwa pia nimemshirikisha, lakini majibu ambayo waliyatoa hayana athari chanya kwa upande wangu. Bibi mkubwa nilipomwambia kuhusiana na hii situation ambayo naitaka au nataka kuifanya, yeye akaniambia kitu kimoja: kama nitakataa kumtoa kafara yule mwanamke na mtoto ambaye atakuwepo tumboni, basi kuna hatihati ya yeye kunitoa mimi pamoja na familia nzima. Sasa hiki kitu mimi ndo sikitaki. Nachojaribu kutafuta ni namna gani ambavyo nitajitenga mbali na hiki kitu, halafu wasinidhuru kama ambavyo wao wamekusudia. Kwa hiyo nikiwashirikisha kwa sasa hawatanipa msaada wa aina yoyote ile. Hapo kwa nini usimshirikishe huyo mkeo ukamwambia kila kitu ambacho kinaendelea? Inawezekana atakuwa na kitu cha kukushauri. Au wewe unaonaje? Hilo ni wazo zuri, lakini nahofia pia nikimshirikisha atalipokeaje? Unadhani linaweza kuwa na athari chanya? Kuhusiana na kupokeaje au kufanya kazi au ufanye kazi, hiyo ni jukumu lake, ila wewe kikubwa unatakiwa kufikishia taarifa, kumwambia A, B, C. Mimi nadhani kuna kitu kitapatikana kuliko kuendelea kumficha. Anawezekana akakwambia hivi ukaonekana kama hutaki, kumbe sio wewe, familia ndo haitaki. Lakini ukimwambia ukweli, maana siku zote ukweli umweka mtu huru. Sawa, umenipa pointi ya msingi sana hapo. Nashukuru sana ndugu yangu, naamini sasa nina sehemu ya kuanzia. My demon, taswira iliyogoma kuniacha. My demon, yeah. Salama wa mateso lini utaondoka? My demon, oh. Taswira iliyogoma kuniacha. My demon, salama wa mateso
mateso lini utaondoka? Kwa hiyo ndio hivyo shoga yangu. Nimejikuta napitia matatizo makubwa sana kwenye ndoa yangu. Yaani ndoa yangu haina amani. Kila siku ni migogoro. Mpaka nashindwa kuelewa kabisa. Rafiki yangu, niweke wazi tu, maana mpaka unavyoongea sasa hivi hapo bado sielewi nini unapitia. Jaribu kuniweka wazi nielewe, ni changamoto gani unapitia rafiki yangu? Njia rafiki yangu, kiusema kweli imefikia hatua yule mwanaume hataki nisome Biblia, hataki nishike Biblia, hataki kusikia kitu chochote kinachohusiana na Mungu. Na ameniambia kama kuna kitu chochote kinachohusiana na Mungu mwe ndani, hataki kukiona na nikichome moto. Pole sana rafiki yangu. Imefikia stage mpaka unaambia uchome Biblia moto. Hivi unajua laana gani itakukuta endapo utachoma hiyo Biblia? Anajua laana za Biblia kweli huyo? Lakini kuna siku nilikutana na mama mmoja. Aliniambia maneno mengi na ya kutisha. Aliniambia sijui nikitaka kuolewa, sijui nichunguze, sijui familia, sijui ukoo, sijui kitu kama hicho. Sijui familia nayotaka kwenda kuolewa nayo. Sijui, yani aliniambia mambo ya kutisha. Yule mama anazidi sana kuniogopesha. Kiusema ukweli, maneno ya yule mama na vitu ninavyopitia nyumbani kwangu vinanitia mashaka sana. Yaani nazidi kuogopa. Lakini Jasmine, umesha kukaa na mume wako kamdadisi, ukajua anapitia changamoto gani? Je, si kama mimi sijawahi kukaa na yule bwana chini. Si kwamba hatujawahi kuongea. Na si kwamba sijawahi kumuuliza. Nimeshajaribu. Lakini kila nikimuuliza, yule bwana anakuwa mkali. Ananikaripia. Ananifokea. Nimepata wazo rafiki yangu. Uliniambia kwamba ulikutana na nani? Na yule mama, si ndio? Wewe unaonaje ukamtafuta? Huenda akawa anajua baadhi ya mambo yako katika familia. Kisema kweli, anapokaa yule mama sipajui. Lakini nitajitahidi kadri ya uwezo wangu nimtafute yule mama. Pengine akanisaidia. Fanya hivyo rafiki yangu. Hamna namna nyingine. Sawa rafiki yangu. Sasa tunaelekea hivyo. Sio hivyo basi. Mama. Be mwanangu. Shikamoo. Marahaba, umeamka salama? Salama. Habari zako? Salama. Kwani mdogo wangu Nelson ana shida gani?
Yaani ulichokiona wewe na mimi ndio nilichokigundua. Yaani Nelson kabadilika, sio Nelson yule tunamjua. Mama! 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 Wewe, mbona unaniita kwa jamani? Yaani wewe unaita taratibu. Unajua umenistua. Mimi akijanileta hicho na wasijaje kufanya kabisa hicho ambacho unakizungumzia. Lakini nachotaka kusema ni kwamba sitaki tena mambo ya utamaduni, sitaki mambo ya mizimu, sitaki chochote kuhusiana na mambo ya utamaduni. Si umenielewa? Ni wewe. Wewe unasema hayo maneno. Hutaki utamaduni, hutaki mila, hutaki mizimu. Wakati hiyo ndio imekufanya umefika hapa ulipo. Leo unaniambia unataka kuisaliti mizimu. Unataka kuisaliti mizimu? Sasa kama unataka kuisaliti mizimu, wewe ndio utakaye kwa. Naomba usikize mama. Tangu tumeanza hii kazi ya kutoa kafara watu, tumetoa watu ambao hawana hata hatia. Hakuna kitu ambacho kimebadilika kati yetu. Yaani hakuna mabadiliko aina yoyote. Nimesema kama unaisaliti mizimu, wewe ndio utakuwa kafara. Nimemaliza. Bahari ikichafuka, matokeo tsunami. Upepo wa dhambi ukikukumba, inakushuka thamani. Tope langu limechafua, badala kwenda imerudi dunia. Umezunguka, ubaya nilotenda umenirudia. Kikweli bado mi siamini kama nanitesa mapenzi, ugumu naipata. Anaweza kujitoa kwenye asili yule? Ndio hapo sasa. Hajui kwamba asili ni sawa na ngozi, huwezi kujichuna. Kwa hiyo tunafanyaje? Hapa cha kufanya mimi naona. Huyo mke wake akipata mimba, tunatoa kafara. Alafu na yeye mke tunamtoa kafara. Na yeye mwenyewe tunamtoa kafara. Ili nini? Tukate mzizi wa fitina. Huyo ameshakuwa msaliti. Hatuwezi kuishi na mtu ambaye yuko kinyume na maadili yetu. Mtu ambaye yuko kinyume na mizimu. Kwa hiyo jambo hilo likifanyika, mambo yatakuwa mazuri kabisa. Yaani tutakuwa tumeondoa vurugu zote kwa sababu yeye ndo analeta vurugu. Kwa hiyo mama, unavyoona tatizo liko wapi? Yaani shida ni nini hasa? Shida inaletwa na huyu mwanamke wake. Kwa sababu Nelson zamani alikuwa anatoa kafara na alikuwa halalamiki na mambo yote yalikuwa yananyooka. Lakini tangu kaja huyu mwanamke, Nelson amekuwa haeleweki. Huyu ndo anayetaka kumbadilisha, kumtoa kwenye mstari. Sasa na sisi hatuwezi kukubali. Kwa hiyo mama, tunatakiwa tufanye nini ili jambo hili liweze kuisha? Maana huyu dogo anaonekana sasa anakuwa mwiba kwenye familia yetu. Kilichopo hapa ni kumtoa yeye na familia yake yote. Wow. Inawezekana hii? Inawezekana kabisa. Na itasaidia. Na itasaidia na mambo yote tutakuwa tumeshakata mzizi wa fitina. Mambo yatakuwa mazuri kabisa. Maana yake yeye ndio kikwazo. Sawa. Basi nafikiri mama naifanyike hivyo kama inawezekana. Sawa. Tumekubali, hilo limepita hilo. Asante sana mama. Sawa. Safi sana. Sawa. Nina mama jiwe safi. Sabrina shoga yangu, yaani siku hizi unapendeza, au ndio ushapata mume wa kukuoa? Wewe tena. Sasa hapa nimependeza wapi jamani? Si kawaida tu. Alafu rafiki yangu, siku hizi kuolewa sio kama unavyofikiria. Inabidi sana tuchunguze familia ambazo tunaweza kuolewa nazo. Siku hizi maisha yamebadilika sana, kuna utofauti mkubwa sana. Sabrina, yaani sasa hivi tena tuanze kukaa eti si kumchunguza mwanaume, sijui familia, shoga yangu tutachelewa. Na kama unavyoona hapa mtaani, wasichana wengi sana hawajaolewa. Zabibu rafiki yangu, unaona tunavyoongea sasa hivi. Mimi na ndugu yangu ambaye ameolewa na familia ambayo inaamini sana ushirikina. Na uwezi amini, ninavyoongea hivi ndugu yangu tushamzika. Walimroga?
Ndio, walimroga rafiki yangu baada ya kujua kuwa ile familia haukuwa watu wazuri na wakataka kutoroka, lakini kwa bahati mbaya wakawa wamechelewa, wakashtukiwa, wakatolewa kafara wote na kilichowakuta. Hayo mazito sasa. Na ndio maana zamani wazee wetu walikuwa wanapenda sana watoto zao waolewe kwenye familia ambazo wanajuana nazo, kwa kukataa mambo kama haya. Ndio, wazazi wetu walikuwa sahihi sana. Unaye vipi tena? Nao ndo wale wale tu, achana nao. Basi shoga yangu mimi na hai. Haya basi, utasila, ngoja mimi niende zangu nyumbani. My demon, taswira iliyogoma kuniacha. My demon, yeah. Salaba wa mateso lini utaondoka? My demon, taswira iliyogoma kuniacha. Mama. Hujambo? Sijambo. Za siku Nzuri. Shikamoo. marahaba. Vipi lakini, uko salama kweli? Uko sawa? Najua changamoto unazopitia. Unajua hii vita unayopigana ni kubwa sana, na hii vita si ya kimwili wala nyama. Hii vita ni ya kiroho, na peke yako huwezi. Labda nikwambie ukweli leo. Unajua Nelson alishawahi kuishi na wanawake 6. Wewe ni wa 7. Na wanawake 6 wote hao walishafariki dunia. Pole. Pole sana mwanangu. Najua hii vita ni kubwa, peke yako wewe huwezi. Kama utahitaji msaada wangu, mimi sikai mbali. Huu mtaa unaona, baada ya nyumba ya kwanza ya pili ndo nakaa pale. Kuna nyumba ina geti jeusi. Ukifika tu pale, hata mtoto mdogo ukimuuliza nataka nifike kwa Mama Tabisha, utanipata. Pole sana mwanangu. Uwe na siku njema. Karibu sana. Bahari ikichafuka, matokeo tsunami. Upepo wa dhambi ukikukumba, inakushuka thamani. Tope langu limechafua, baada ya kwenda imerudi dunia. Umezunguka, ubaya nilotenda umenirudia. Kikweli bado mi siamini kama nanitesa mapenzi. Ugumu naipata, roho yangu inauma. Mbona mimi nilimuamini? My demon, taswira iliyogoma kuniacha. My demon, yeah. Salaba wa mateso lini utaondoka? My demon, taswira iliyogoma kuniacha. My demon, salaba wa mateso lini utaondoka?
Dunia imejaza mengi yanayoonekana na yasiyoonekana. Linapotoweka jua, hapo ndipo hofu na mashaka hutanda. Siyataki ya uko, lakini kivuli bado kinanianda.